Kanisa Katoliki huko Tanzania lasema mapadri wake kiasi 25 wafariki kwa COVID-19 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Nchini Kenya, toeni kwanza huyo mtu hapa. Na sisi tutatoa anybody who doesn't have a card. Utuambie huyo mtu nani? Kuonyesha. Sijui anaitwa nani huyu anatutukana ng'ombe. Uchaguzi mdogo wagubikwa na mihemko na vurugu. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke, baki nasi. Wani Zanzibar nchini Tanzania ambako alipatikana makamu mpya wa kwanza wa rais kutoka chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Othman Masudi Othman aliteuliwa na Rais Hussein Ali Mwinyi kutoa nafasi iliyoachwa wazi kufuatia kifo cha Maalim Seif Sharif Hamad aliyekuwa akishikilia wadhifa huo katika serikali hiyo ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar. Mwandishi wetu Salma Said alitutumia ripoti ifuatayo kutoka visiwani Zanzibar. Mimi Othman Masudi Othman naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za makamu wa kwanza wa rais. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuapishwa, Othman alisema Wazanzibari wamebeba matumaini makubwa kwa Maalim Seif na hivyo naye ataendeleza pale alipoishia. Ni jambo la muhimu sana. Hakuna nchi hata moja duniani hasa ambao ina mazingira kama ya kwetu ingeweza kuendelea bila ya kuwa ikajenga nchi moja. Jambo la msingi walozingatia ni nini? Kuwa na nchi kwanza moja, halafu tena ndio mnaweza mkajenga. Mimi binafsi yangu katika ni muumini wa hilo siku nyingi sana. Hawa hapa ni wananchi wakielezea matarajio yao juu ya makamu wa kwanza wa rais. Kwa sababu yeye serikali anaifahamu vizuri na tunataka tutoke hapa tulipo kusogea mbele. Kwa hiyo niseme tunamfahamu kwa kiasi kikubwa na naamini anaweza kutusaidia kwenye serikali. Mapambano yanaendelea katika harakati za kuweza kuidai Zanzibar ambayo itakuwa ina mamlaka kamili hapa. Mbia Wazanzibari wote na Watanzania kwa jumla kwamba tusiwe na wasiwasi na Mheshimiwa Masudi. Mheshimiwa Masudi ni kiongozi makini, anaweza na atasimamia yote yale ambayo Maalim Seif Sharif Hamad aliyaasisi. Muda mfupi baada ya kuapishwa, Othman alikwenda katika ofisi za chama cha ACT Wazalendo na kupokelewa kwa shangwe na kisha kwa shukuru wote waliofanikisha katika mchakato wa kumteua kiongozi wa chama hicho. Zito Kabwe alishukuru kamati ya uongozi kwa kumpitisha Othman Masudi kwa sauti moja. Salma Said, DW Zanzibar. Na habari nyingine iliyogonga sana vichwa vya habari wiki hii huko Tanzania ni ripoti ya Kanisa Katoliki iliyobaini kwamba mapadri wake wapatao 25 walifariki dunia katika kipindi cha miezi miwili iliyopita kutokana na matatizo ya upumuaji, hali ambayo imelifanya kulazimika kutoa mwongozo mpya kwa waumini wake wakati huu wa kuelekea maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Na George Njogopa ni mwandishi wetu, alitutumia taarifa ifuatayo kutoka Dar es Salaam. Kanisa hilo lenye idadi kubwa ya waumini nchini limesema mbali ya kupoteza makasisi wake hao, pia watawa wake yani masista na wauguzi wapatao 60 nao wamefariki dunia katika kipindi hicho, na wote wanatajwa kukumbwa na tatizo la aina moja linalohusiana na mifumo ya upumuaji. Kulingana na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu nchini Padre Charles Kitima ambaye amekutana na waandishi wa habari hii leo, hali kama hiyo si ya kawaida kwa kushuhudiwa na kanisa hilo, hasa katika kipindi hiki ambacho dunia inaendelea kukabiliwa na wimbi jipya la maambukizi ya virusi vya corona. Lakini tunachosema kwamba mapato yamekuwa kifa kwa jani, kifa kwa ugonjwa wa moyo, wenye sukari. Yaani kwa hiyo sio kama hayapo, lakini ile rate ya kuwa kubwa kiasi hiki sisi tunashtuka. Ndugu zangu, watu 25 ni wachache ndugu zangu, ambako Tanzania imeimarisha mifumo ya afya vizuri, dispensary ziko kila kijiji. Kanisa hilo limesema linatambua dunia inapitia katika wakati mgumu na hakuna muujiza mwingine unaweza kuinusuru mbali ya kuendelea kumwomba Mungu, lakini wakati huo kuendelea kuzingatia maagizo ya kisayansi na wataalamu wa afya. Limelazimika kwenda mbali zaidi kwa kuwahimiza waumini wake kutambua kuwa janga hilo lipo. Kuhusu maadhimisho kuelekea sikukuu ya Pasaka, kanisa hilo limetoa mwongozo mpya unaowataka waumini wake wote kutumia nyenzo zote zitakazoweka mbali na maambukizi ya virusi vya corona. Tumerejesha zile taratibu za kuzingatia tahadhari kwenye makanisa yetu kama ilivyokuwa mwaka jana. Watu kuosha mikono wanapoingia kanisani na watu kuhimizwa kuvaa barakoa.
Wakati hayo kiwa hivyo, nalo kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT limesitisha mara moja matamasha yote yanayoambatana na maadhimisho ya Pasaka kama hatua mojawapo ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Katika hatua nyingine, kumekuwa na hoja zinazoanza kuibuka wakati huu kuhusu hatima ya waumini wa dini ya Kiislamu wanaokusudia kwenda kuhiji Maka. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Lakini pia siku ya Alhamisi serikali ya Tanzania ikatoa onyo kali dhidi ya wale wanaotoa na kusambaza taarifa kuhusiana na magonjwa ya mlipuko ikiwamo janga la maambukizi ya virusi vya corona. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Hassan Abbas alionya kuwa ni kinyume na taratibu kuona mtu akichukua uamuzi wa kutoa taarifa zinazohusiana na majanga kama vile mlipuko wa maambukizi ya virusi vya corona. Sasa naona kama kuna tabia mpya inajitokeza ya baadhi ya watu, mtu anajitokeza anaanza kutoa takwimu zake kuhusu maradhi mbalimbali, kuhusu vifo au kuhusu wagonjwa. Hili kwa niaba ya serikali naomba kusisitiza sio sahihi, na tuviombe hususan vyombo vya habari viachane kabisa na watu wa namna hiyo. Tunaondoka huko Tanzania, tunamulikia hali ya huko Sudan iliyoandikwa katika ripoti ya shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch wiki hii. Imeelezwa kwamba katika mwaka uliopita wa 2020 kikosi maalum cha kijeshi nchini Sudan kiliwakamata raia kadhaa wakiwemo wanaharakati wa kisiasa kinyume cha sheria, na kwamba hakuna hatua zozote zilizochukuliwa na serikali ya mpito kulinda haki za mahabusu hao. Shirika hilo limesema licha ya kikosi hicho kiitwacho RSF kutokuwa na mamlaka ya kisheria kukamata na kuwaweka watu kizuizini, kimekuwa kikiwashikilia mahabusu na kuwazuia kutokuonana na jamaa au wanasheria wao katika mazingira yanayoashiria kuwafanya watu hao wasionekane tena. Kadhalika, Human Rights Watch ikaitaka serikali ya Sudan kuchukua hatua za haraka kukizuia kikosi hicho kufanya matendo hayo yaliyo kinyume na sheria, na pia kuhakikisha raia wote waliowekwa mahabusu wanaachiliwa huru haraka iwezekanavyo. Na Msumbiji nayo imegonga vichwa vya habari kufuatia ripoti iliyochapishwa siku ya Jumanne wiki hii iliyobaini kwamba wapiganaji wa kundi la itikadi kali la Al-Shabaab na vikosi vya jeshi la serikali pamoja na mamluki walihusika katika mauaji ya mamia ya raia huko kaskazini mwa nchi hiyo katika jimbo la Cabo Delgado. Ripoti hiyo ya shirika la Amnesty International ilisema pande zote tatu zilifanya uhalifu wa kivita kwa kuendesha mauaji ya mamia ya raia wasiokuwa na hatia. Ukiwa ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi ni Afrika Wiki Hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Karibu sana msikilizaji popote ulipo. Tunatupia jicho yaliyojiri huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa kitaifa wa maaskofu wa Kongo Senko siku ya Jumatatu ulitoa tamko la kuonya kwamba raia hawatovumilia uchaguzi uahirishwe. Uchaguzi mkuu unatarajiwa Kongo mwishoni mwa mwaka 2023, lakini dalili zinaonyesha huenda mwaka huo ukapita bila ya uchaguzi huo kufanyika, kwani hakuna kinachoendelea kulingana na tafsiri iliyotolewa na maaskofu wa kanisa Katoliki. Jean Noel Bamweze, mwandishi wetu huko Kinshasa, alitutumia ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa maaskofu hao, imeonekana kuwa na pengo kubwa kati ya ahadi toka mamlaka na ukweli hapa nyumbani, na wananchi wanaishi katika hali isiyo na uhakika, kama alivyoeleza Padri Donatien Shole, katibu mkuu wa Senko. Serikali ifanye marekebisho ya uchaguzi kuwa moja ya vipaumbele ili kuboresha utawala wa uchaguzi na kuimarisha demokrasia, kufanya kila liwezekanalo ili kuandaa uchaguzi ulio na sifa, ulio wazi na wa amani mnamo mwaka 2023, ila sio baadaye. Kwa upande wake, kiongozi wa tume huru ya uchaguzi Seni ametoa mwito kwa serikali kuwa tayari kuandaa uchaguzi huo wa mwaka 2023. Corneille Nangaa ameonya kwamba hiyo ndiyo itaepusha uchaguzi ujao kuchelewa kama ilivyokuwa mwaka 2016. C'est l'occasion pour moi d'en appeler aux autorités de ne pas attendre. Hii ni fursa kwangu kuomba viongozi wasisubiri kuzindua maandalizi ya uchaguzi huu, pamoja na kuwekwa kwa viongozi wapya watakaochukua nafasi yetu, kuanzisha mageuzi ya kweli ambayo hayatapingana na utayarishaji wa uchaguzi ujao. La
préparation des prochaines élections. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuandaa kwa wakati mmoja uchaguzi wa urais, wa bunge, manisipa na mitaa. Jean-Noel Bamweze, DW, Kinshasa. Hayo ni ya huko DRC, lakini nchini Kenya nako chaguzi ndogo nchini humo ziling'oa nanga katikati ya wiki hii, na vurugu kati ya wanasiasa na maafisa wa polisi zikishuhudiwa katika eneo la London mjini Nakuru, ambapo waandishi wa habari 4 na mbunge walishambuliwa na kujeruhiwa. Mwandishi wetu wa Kiombogo kutoka huko alituarifu kwa kina. Uchaguzi mdogo wa wadi ya London ulianza mwendo wa saa 12 asubuhi kama ulivyopangwa, ila baada ya saa chache purukushani iliibuka kati ya mawakala wa chama cha UDA ambao ni wafuasi wa naibu rais William Ruto na maafisa wa usalama. Hapa maseneta Kipchumba Murkomen na Susan Kihika wanasikika wakijibizana na naibu kamishna wa kaunti ya Nakuru Moffat Moseti. Toeni kwanza huyo mtu hapa. Na sisi tutatoa anybody who doesn't have a card. Utuambie huyo mtu nani? Si tumekuonyesha. Sijui anaitwa nani huyu anatutukana ng'ombe. Mchinga nini? We are here. We are agents. We are also agents. Na we've been here in the morning. Hakukuwa na shida. Tumetoka hapa saa hii. Tumetoka saa hizi, hakukuwa na shida. Dickson amekuja kupigwa akifanya kazi. Amepigwa tukitoka, amekuja kupigwa. Atolewe. Purukushani hii iliibuka baada ya mbunge wa Lang'ata Nixon Korir kushambuliwa na umma kwa madai ya kutoa hongo kwa wapigaji kura zoezi lilipokuwa likiendelea. Wanasiasa wenzake wamemtetea wakikana na kusema alikuwa msimamizi wa mawakala na alikuwa akifuatilia hali. Seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen amelaani matukio haya kama yanayoirejesha demokrasia ya Kenya nyuma. You can't believe that this can happen in the... Huwezi kuamini kwamba haya yanafanyika katika Kenya ya leo, lakini tutaendelea kunakili matukio haya ndiposa hatua ichukuliwe wakati ulio sawa. Watu wengi wamejeruhiwa, kuna mtu aliyepelekwa hospitalini, wabunge wamejeruhiwa baada ya kushambuliwa na maafisa wa polisi pamoja na watu waliofadhiliwa na baadhi ya wanasiasa. Plus the police officers and we'll account for them later. Waandishi habari 4 walishambuliwa na kujeruhiwa wakati wa fujo hizo. Uchaguzi huu wa Nakuru umevutia zaidi ya wagombea 15, ila kinyang'anyiro ni kati ya wagombea wa vyama vya UDA na Jubilee, mahasimu wa kisiasa kutoka chama tawala cha Kenya wanaotumia uchaguzi huu kudhihirisha umaarufu wao.